Bwana Matereka, mambo vipi? Mambo poa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, tumeona Simba mnyama anaendelea kutafuna vipolo. Je, tuone Simba sasa anaenda kuchukua taji la ligi kuu la NBC Premier League na mshindano Young Africans ambaye anaongoza ligi hivi sasa? Sisi tuna asilimia kubwa kuchukua ubingwa kwa sababu watu wengi wanajua vile vipolo tungeviacha njiani au vingechacha. Piga vipolo vyote vitatu. Bado kipolo kimoja ambacho cha KMC Manispaa Kinondoni, kipolo ambacho itakiwa tukacheze nje ya mkoa huu. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kile kipolo kimerudi Dar es Salaam kwenye machinjio yetu. Na uwanja wa nyumbani KMC. Kwa tunakwenda kuwapiga pale pale. Kirahisi tu. Kwa hiyo Simba inaenda kuchukua kombe la ligi kuu NBC Premier League msimu mwaka huu. Wa Simba hii unayoiona sasa. Na moto huu unaoona. Tunakwenda kuchukua kombe la ligi na tunakwenda kuchukua kombe la CRDB Federation. Tunakwenda kuchukua kombe la shirikisho Afrika. Yaani target hizo Simba tunazo na uwezo tunao, na wewe mwenyewe mwandishi unaona nia ya Simba ni nini. Kwa hiyo Simba inaenda kufanya makubwa sasa. Nafanya makubwa na kuvunja rekodi kwa Afrika Mashariki na Kati. Tunachukua kombe la shirikisho. Uwezo huo upo, na tunasema uwezo tunao kwa sababu tuna wachezaji wazuri wa kuamua matokeo muda wowote. Hata dakika za nyongeza matokeo yanabadilika kwa Simba hii ya leo. Hata dakika za refarii hakika dakika 7, 8, 10 tunapiga goli la mwisho, piga msibari wa mwisho, chama Simba inasonga mbele. Bwana, tuione sasa Simba kuwa ndo bingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika licha ya hizi changamoto ambazo ziko nazo kwenye hili kombe, kwa maana ya mpinzani wenu ya RS Berkane, kwa maana ni timu hatari zaidi. Sisi mwaka huu nataka tuwaonyeshe watu au vilabu vingine tuwaonyeshe kwamba Simba mwaka huu anacheza na mataifa 5 ya Kiarabu. Tumeshacheza na mataifa 4 ya Kiarabu, bado taifa moja la Morocco la Kiarabu. Kwa hiyo mwaka huu Simba inavunja rekodi kucheza na mataifa ya Kiarabu yote 5 kwenye bara la Afrika. Tushacheza mataifa 4, tunamaliza taifa la Morocco na kwa tumekamilisha mataifa 5 ya Waarabu. Na yote tunataka tuyafunge ili tuchukue ubingwa kwa historia. Kwamba tumewafunga Waarabu wote wa Afrika, tumewafunga timu za Afrika, tumechukua ubingwa wa shirikisho Afrika kwa rekodi. Bwana, watani zenu Young Africans wanaendelea kuweka msimamo kwamba hawako tayari kucheza dabi. Ili kwanu nyinyi wana Simba mnaonaje? Mimi nisema huo ni mtego tu. Huo ni mtego, Simba alegea ingize timu apigwe. Huo ni mtego sababu taarifa rasmi imetoka kasi kwamba taarifa imeje kwenye bodi ya ligi kwamba bodi ya ligi ipange tarehe ya mechi. Ndio kafu alichosema. Yaani bodi ya ligi woni taarifa ilivyoshuka tu wakapanga tarehe. Kwa hiyo walikuwa wanasubiri tamko la juu. Sababu wao walikwenda juu. Tamko limerudi chini tena. Kwa hiyo tamko ni kwenye bodi ya ligi, maana yake bodi ya ligi itoe taarifa rasmi ya mchezo. Kwa kazi ya bodi ya ligi bwana imetoa taarifa ya mchezo. Kama mchezo tarehe fulani utachezwa siku muda fulani. Sawa? Kazi ya bodi ya ligi wamemaliza pale. Kwa hiyo timu kwenda kutokwenda ni yeye timu. Lakini bodi ya ligi na TFF kazi yao imekwisha na hauna sehemu ya kwenda tena. Lazima ile mechi icheze. Kwa hiyo Yanga wanalijua hilo. Soma waelewe. Wanaelewa. Na watakuja kwenye mechi. Watakuja kwenye mechi. Kwa hiyo tuseme kwamba mechi ya Simba na Yanga bado iko pale. Tena ni ya moto. Ni ya moto kwa sababu Yanga wanazunguka kama daambu hivi. Wanaangalia ili Simba wadelay. Wakidelay Simba kiingia wagongwa. Na pili Yanga wanaangalia Simba haribu vipolo. Simba ngaribu vipolo viwili tu au kimoja. Ungesikia tunacheza. Ina maana wakicheza wakifungwa bingwa, wasipofungwa bingwa. Wakishinda bingwa. Kwa hiyo Yanga target hizo mbili. Target ya kwanza Simba haribu kipolo. Target ya kwanza Yanga. Na maana wamewekeza nguvu kwenye hivyo vipolo ili Simba atupe kipolo. Target ya pili wamewekeza Simba wa delay. Wasema Yanga aingize timu. Simba apeleka timu, Yanga gari inakuja hilo na wanaingia uwanjani. Ofisi hapa unapiga sababu unakuwa unajipanga. Kwa hiyo unamaanisha kwamba Simba hapa kunabidi ajiandae kwa sababu Yanga anakuja. Kwa psychology. Yaani Simba wajiandae kisaikolojia kwamba Yanga wanakuja. Ile si atuja ile maneno tu. Hata kwenye kanga huwa anaandika watu. Alafu mtu avai kanga hiyo. Kwa yale ni maneno. Kaza kufanya Simba wajipange kwa maana kwenda kupambana na Yanga ikiwa makini. Huo ni mchezo mchafu unachezwa. Simba anapeleka timu, Yanga anapeleka timu. Kama Yanga ataleta timu, mechi itakuwaje na matokeo yatakuwaje? Ndio mechi itakuwa kali. Sababu kila mtu ana hasira na mwenzie.
Simba na hasira ya kufanywa fujo kuto kuingia uwanjani, akailisha akataa mechi, na Yanga na hasira ya kupelekwa kasi kutupwa tena bodi ya ligi, akaonje bodi ya ligi ni nani, kwa pale ile mechi itakuwa tamu. Kila mtu ana hasira yake pale. Kila mmoja ana hasira yake. Tena Yanga na hasira kubwa zaidi. Sababu kwanza wanadai bodi ya ligi inaonea. Pili wanadai TFF inaonea. Inaipendelea Simba ndio inapendelewa. Sawa? Wakaenda kasi labda watapata favor. Wameenda kasi wametupa huko kwenye bodi ya ligi hapa inaonea. Wamekaa kimya. Sasa pale manake nini? Lazima watasema hatuchezi. Sababu wewe kutina kule kuomba, unaomba nini kule? Na bodi ishatangaza mechi. Hakuna kikao kingine na pale. Pale ni kucheza mechi. Kwa Yanga amesema hatucheze na maana yao nimekwambia. Wana maana yao. Ila timu itaingia uwanjani. Yanga soma wana akili hivyo. Akili wanazo. Kama Simba akiingiza timu na matokeo yakawa ndivyo sivyo, labda Simba akapoteza tena kwa mara ya 5, hali itakuwaje kwa kocha na kwa wachezaji na kwa mashabiki? Kwa sisi Simba hapa tulipofikia leo, hatutoilaumu timu yetu. Hatutoilaumu timu yetu. Kwa sababu imefanya yale ambayo sisi hatujatarajia kama timu ingefanya. Kwa uwezo wa timu ilivyokuwa. Sababu timu imeungwa tu kipindi kifupi sana. Hata mwaka mmoja bado timu yetu ile pale. Lakini leo imetupa mafanikio makubwa, sio Afrika pekee, Afrika Mashariki, Tanzania pekee yake, mpaka Afrika Mashariki. Kwamba tuna mafanikio makubwa kama tumepata timu ambayo imekwenda finali. Lakini timu ambayo tunategemea kama tungefika finali. Kuna watu walisema tufike hata makundi. Wengi walisema kwa timu hii hata makundi Simba watoboi. Mmoja wapo hata msemaji wao wenyewe alisema hivyo kwamba kuna mmoja tutamwacha. Kuna mmoja atabaki, mmoja ataenda. Msemaji wao alisema hilo. Lakini hatimaye yeye kabaki, Simba kaenda. Na leo Simba yuko finali. Anategemea sasa kuchukua ubingwa wa shirikisho. Yaani mategemeo ya leo ya Simba ni kuchukua ubingwa wa shirikisho. Tulikuwa tunategemea kuingia robo, tumeingia robo. Wasema ingie nusu, tukaingia nusu. Sawa? Haya nusu ni mategemeo ya Simba. Hadi Fadu anaingia mkataba, anaambiwa Simba ifike nusu, tumechoka robo. Anaingia mkataba Fadu, kocha wa Simba, Davis Fadu, anaambiwa tumechoka robo. Timu ingawa unaunda kikosi, tufike nusu. Fadu atumdai nusu kafika, ametimiza malengo na ameenda mbele zaidi kwenye finali. Na leo hii tunaangalia kuchukua ubingwa. Ina maana Simba ina mafanikio. Kwa hiyo tukifungwa na Yanga haituumi, sababu tayari tuna mafanikio makubwa ya Afrika. Elie Mpanzu anaonekana kuwa bora sana, lakini vile vile Jan Chazawa. Wachezaji hawa wawili uwepo wao ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo kama shabiki wa Simba unaonaje hili swala? Kuna timu zitaumia. Tunakuelekea mbele, kuna timu zitaumia. Mtaji na Budo, muongeze na Budo hapo. Joshua Mutare. Muongeze kidogo Budo. SGR, muongeze na yeye. Sababu sasa hivi SGR anakuja kila siku anabadilika. Hii mechi ya pili ya SGR 3 anabadilika SGR. Ile SGR tulikuwa tunaitaka ndio hii inaanza kuonyesha cheche zake. Kama tuna SGR sasa hivi inafanya kazi. Kwa hiyo muongeze, ukimtaja Haua, ukamtaja Mpanzu, sema kuna Budo au GCR SGR iko pale. Aba sasa hivi inawasha moto. Na Simba hii wataumia watu. Simba hii wataumia watu. Kwa nini anaumia? Sababu kila siku inabadilika. Na hata kocha upangaji wake wa listi unamuona, anapangaje listi yake. Ndio maana tunasema Fadu ni fundi. Fundi wa mpira, sababu mpira amecheza, afu ni fundi wa mpira. Wewe kikosi cha juzi cha mechi iliyopita, kikosi cha jana, kikosi cha kwenye shirikisho anaweka viziweza. Kagoma acheza 5, 4, sija baada ya 3, sija baada na hama acheza 6, nani ukapoma acheza 6. Yaani anapanga tofauti ambapo wewe unauzanii kama anapanga vile. Lakini timu inapata matokeo. Bwana nikushukuru sana na nikutakia kila laheri. Asante, tutafanya vizuri na